Na tukae tumebarikiwa na tukarande bugarimi. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa ajili hapo tumefika. Maana ni neema ya Mungu iliyo nyingi. Ni kwa sababu si kwa nguvu zetu, lakini imegharimu mkono wa Bwana kufika mahali tumefika. Na kila nyakati na kila dakika tunastahili kumwambia Mungu, ni wewe msaada wetu. Kwa hivyo leo awadhimu, mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini maandiko inatuambia ya kwamba Mungu anamponya kwa yote. Haijalishi ni nini ulichokipitia, lakini leo kama vile Mungu aisivyo, utatoka hapo ukiwa umepona. Ambia mwenzako utatoka hapo ukiwa umepona kwa jina la Yesu. Mwangalie lompatia high-five, mwambie utatoka ukiwa huru. Maana yalishi ni nini ulichokipitia. Katika maandiko watu wa Mungu wamepitia mengi. Kuna wakati mimi nikiwa mwanarika nikaona jambo limetukumba lenye uchungu. Nikauliza Mungu, kwani hii inafanyikanga kwa watu wa Mungu? Lakini kitu kinaonifurahisha, maandiko inasema watu wa Mungu watahuzunika, ndio, lakini baada ya kuhuzunika baadaye mtakuwa na furaha iliyokuu. Haijalishi ni nini kiliyokutesa, haijalishi ni nini ambayo imekuwa tisho kwako, hayo naopitia ni mambo yanayopitiwa na wanadamu. Inaweza pitia watu waseme kama vile waliona Ayubu, wakasema huyu amefanya dhambi, huyu amefanya hii, lakini aliye na sababu yako ni Mungu. Aliye na ansa yako ni Mungu. Na kwa yoyote unayopitia, kama vile Bwana isivyo, utashinda, na wewe ni zaidi ya mshindi. Pigie Bwana Yesu makofi mazuri. Hebu tuangalie neno la Mungu katika Yohana 16. Yohana mstari wa 20 na 22. Mstari wa 20 na mstari wa 22. Yohana chapter number 16. Yohana 16 mstari wa 20. Mstari wa 20 na 20. Amini amini nawaambia, ninyi mtalia na kuomboleza, bali ulimwengu utafurahi. Twende sikiza hapa vizuri. Ni Mungu anazungumza na sisi. Baba kwa rehema yake anatuambia, amini amini nawaambia, ninyi mtalia na kuomboleza. Hao watu wanaambiwa ni watu wa kina nani? Ni wale waliookoka. Kwa hivyo unaweza kuwa umempokea Yesu.
Yesu, wema kolewa mbele Yesu, lakini kuna wakati utafinywa ulie. kento itoka keo ukainywa ole. Maana hiyo ni njia moja ya mtihani. Ni njia moja ekerio. Lakini siendelea kusikiza vile maandiko yanasema. Wewe kumara sauti utakuwa. Bali ulimwengu utafurahi. Ulimwengu utakapoona umefinywa na umelia. Ndogoro ekaloni anakoinywa na kawerwa, itafurahia kwa sababu mwenye haki tumeona amefinyiliwa. bawereshwa na mtuba kuona mweteke kuwa hakonyeliwa. Lakini hawajui hautaka hapo. Mateko menya utelia mtau. Endelea. Nyinyi mtahuzunishwa, lakini huzuni yenu itageuka kuwa furaha. Sikia vizuri. Nyinyi mtahuzunishwa. Babu boka inye boka. Mtahuzunishwa. Boka dhorwa. Lakini huzuni yenu ende kuinikera kwenu. Mungu Baba atageuza. Ende Baba wao akomba kualela. Na atakapogeuza, na yeye akomba kualela, haitakuwa huzuni tena. Etawe kuinikera renge. Itakuwa furaha. Ekewe korwa. Ambia mwenzako itakuwa furaha. Wewe mwekewe korwa. Mwambia itakuwa furaha. Wewe kewe korwa. Haleluya. Amen. Kumbe watu wa Mungu wanahuzunishwa. Keu antuma Mungu nena dhora shwa. Na kuna wakati wanapitia mambo kama wanadamu wengine. Korento bakelokera ya antuma wewe. Maana tunayo mili. Na ntombi tuko na mili. Tena mbele. Hata mtumishi anaweza ungua. Kila dhomba ya bawashwa. Lakini kuungua kwake hakutamwangamiza. Ende kuwashwa wake kutomba mwilia. Lakini Baba atageuza. Ende Baba shanjia. Ninaongea na watu ambao Baba atageuza mchana wa leo. Ila mtoma Baba chenjia mtikwerua. Chochote uliopitia kikakuumiza. Kelo kerete kama wema. Kama vile Baba isivyo. Baba tona moyo. Na akakubadilishia hicho kwa jina la Yesu. Chenjiri moyo tena ya Yesu. Pokea neema ya kugeuziwa. Pokea neema ya chenjerua. Kila chochote kiliokufinya. Kila kendeke konyeletia. Baba ageuze kiwe furaha. Baba chenjie kiwe kikoerua. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu Kristo. Ateri kwa tundele liyotoa ya Yesu. Endelea. Lakini okay, tumesoma 21. Tusomea 22. Basi ninyi hivi sasa mna huzuni. Lakini mimi nitawaona tena. Na mioyo yenu itafurahi, na furaha yenu hakuna awaondoleaye. Sema amen. Amen. Sai kidogo unaweza pitia huzuni. Na hii wamokolekera milangeko. Unaweza pitia mambo yawe na changamoto kwako. Wamokolekera manto ya kewe inyanelete kewe. Lakini Kristo anasema, ende Yesu akawate, wakati nitakapokuja kwako, hautahuzunishwa tena. Hautateswa tena. Ile furaha nitakayokupatia itakuwa ya milele. Itakuwa ya milele. Pokeeni neema ya furaha ya milele. Pokeeni hiyo neema. Hata kama utapitia nini, jua hiyo sio hali yako. Ambia mwenzako hata kama utapita mambo ambayo yako na changamoto, hiyo sio sehemu yako. Utatoka. Kwa hivyo Baba akupe neema. Unapotembea na kupitia hali ngumu, hata kama utapitia changamoto ya kikazi,
Mungu ene. Hata kama utapitia changamoto kwa familia, Kila kelo kera mantomo momoshie. hiyo ile hali unayopitia, Ezo kemenya ezo kelo kera. hiyo ni mtihani na utapita. Kere no keloka. Ninatangaza neema ya kupita. Na kwarike Natangaza neema ya kupita. kwarike keloka. Upande wa magonjwa ukapite. Marigo keloka. Baba akupe neema ya kustamili. Baba kwene mekomeria. Na ukapite yote kwa jina la Yesu. Keloka ya tena na Yesu. Sema amen. Amen. Watu wa Mungu wanapitianga changamoto. Mtoma Mungu ibakolokera antomo. Lakini kitu inayotutia nguvu na moyo ni hii. Ende tukera keteka ranya na nkona ukomerike. Ya kwamba hata kama tutapitia kwenye bonde la mauti, Kile watu wakolokera kere meurwe kuo hatutakufa. totekwa. Hata kama tutapitia kwenye moto, Kile watu wakolokera mwankine. mwale wa moto hautatuguza. Romero mwanki. Hetete ringilia. Tutatoka kama Sandra kina Meshaki na Abednego. Toro Sandra Meshaki na Abednego. Haleluya. Amen. Ninatangaza mitihani yote mkapite. Ndeni Baba wape neema ya kupita. Ambia mwenzako pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Maana Mkristo wakati ametambulika ya kwamba amesimama, ni wakati anapitia mambo. Wewe usipende kuwa Mkristo mtoto Mkristo mwana ambaye hayakomaa. Utayoria yani. Unajua mtoto ambaye hayajua kutembea, Mwana urotisiota lazima asikiliwe ili ajue kutembea. Lakini aliyestamili kutembea, hata akisuiwa bado ataendelea kutembea. Kwa hivyo kuna mitihani ya rohoni tunayopitia. Kerundu yani vya manto na ibira tokelokera. Wakati unaweza finyiliwa kidogo, Womba konyelewo kai. Mwana tuko pamoja hapo nyuma. Mungu anatakanga kukuangalia response yako iko namna gani. Mungu nenda kuloelia. Ola kweli na atako kari. Mtu huyu akipitia hii, Mto akelokera ore. bando ataniamini, Bando atanambela utetekia. bando atastindi kusikilia imani yake. Wena atanambele kuatela imani yawe. Ama bando ataanza kuondoka. Kaa atanambele na utura. Kwa hivyo lazima ukiwa Mkristo kamili, utapitia mambo. Wakelokera manto. Lakini je, yale mambo utakayopitia, mtakuweza kuenda hatua mbele ama utakurudisha nyuma? Kwa hivyo njia ya Mkristo kwenda level nyingine, hatujawekewa darasa kama standard 1, standard 2, 3, 4. Hatuna hiyo. Lakini lazima ukubali. Mtihani yetu ni upitie mambo. Upitie mambo. Wale wanaimbanga wimbo tambarare kwa Yesu, tambarare. Naende kura irema kwa Yesu witiana kwena kere Yesu na toebwera kwena maitiana menama. Yani mtihani ukitaka kupita kwa kiroho, kerundu, kuna milima na mabonde, kwena mitio na melamo. kuna wakati utafinywa, itaomba koinywa, unasukumwa kumwa kama mtume Paulo. Mndombe amwone Paul Kisoma katika Wakorintho, kako maneno ya Korintho,
Hiyo iko katika Corinthians. 2 Corinthians chapter 11 verse 24. Akorintho yeye mwanja. Ukiangalia mtume huyu Paul, Paul alikuwa among waliofanya kazi ya Mungu kwa nguvu sana. Yeye ni antoma mwe ndomba imosi aliterengo ya Mungu na inyene na mno. Yani mtu anaomba mpaka watu hawahitaji kuguswa wapone. Mtu akaromba ekero antu batogwa nenya kuthingithwa baora ni wakae tu karibu na yeye akiwa anapita, uvuli ukiwauza waanze kwenda. Ne adena wadena mwathani aetete yake okerore kwenwe kidie kikao tongerie kiawe okaora. Lakini huyu mtu wa Mungu ende thomba ya Mungu mateso my friend alipitia. Methange kwera kelokere mpaka akaenda akakamatwa. Mwankara watwa akapigwa viboko ilivyokuwa minasaraso wakati huo. Viboko bibi aringana wareu ilikuwa 39. Mlango wetu na kenda. Lakini akasema nimepigwa 40 kasoro moja. Hawa mpori mlango wena kontakemwe. Imagine ukiwa umechapo hiyo viboko hata kuketi huwezi ukaketi. Karungo iboko biu iyo karambia oteka otemwa karambe tiboko bila bwishie ni keboko yani unachapwa mpaka unasikia nyama hakuna iko mwili. Okai ngo kamboka. Huyo jamaa akapitia a lot of challenges. Ngombe kelokera menange kone meomo. Lakini ukienda kwa neno la Mungu in the book of Romans chapter number 8 verse number 37. Ndio kwa tendele kura Roma waram 8 verse number 37. Inanya mstari mlango neto na mwanja inasema zaidi ya yote kwa saiti yote tumehesabiwa tu zaidi ya wasidi. Endele totally tu saiti ya ombani. Ninawatangazia kwa jina la Yesu na Bwana ndiye yetu Yesu hata kama utapitia nini hiyo ndio kolekera wewe ni zaidi ya msidi kwa jina la Yesu. Wewe saiti ya ombani ndiye yetu Yesu. Wewe ni zaidi ya msidi kwa jina la Yesu. Wewe saiti ya ombani ndiye yetu Yesu. Jitie moyo katika Bwana. Siekelenya neno mwadhani. Usiwe mtu goigoi. Okewa mtu mwinenu. Mtu wa kupitia mambo tu unaanza kutetemeka. Mtu kelokera ntacho okanya kuineina. Kuna mtu wa Mungu nilikuwa ninasikiza. Kwendo mbamana nibashwa. Nikasikiza message yake. Alibwa mtumewe utotorowa. Wakati wameomba sana katika nyumba ya Mungu. Reba baidete ndani nyumba ya mwadhani mno. Wakiwa katika mkeza. Bendene kesa. Baada ya kuhubiri. Nimeota kutomeria. Akaenda akawekewa bundukini akatekwa. Anatora arekewa bunduki ala watu watae. Sasa kitu ilisangaza watu. Mtokere kia makerie hamtowau. Alianza kuseka. Na ndirele kudheka. Akauliza sasa. Bandi ya kura niendele. Huyu mtu bandala stuke anacheka. Ni maana maka. Weka kudheka. Yani mpaka yule mwisi moja akamuuliza. Kama amba mwala moria tere. Unacheka nini wewe? Ndio kudheka wewe. Ukiwa katika hatari ya kufa. Teta kuwa. Yani naye akajibu fane. Wala chokia. Kimusemo. Akauliza ni mimi unateka na bundukine. Habari bote ketena mesinkena. Naye wale waisi wakasema vitu visa 3 ikiwa kimoja sasa. Awa kendo no temo kwa yakira tu so kenyeda tu lakini umekinya mono tu tegete. Sasa naye alivyokuwa vile alikuwa anatueleza. Ora au mokoyera alikuwa anajua ya kwamba Mungu wangu ako na uwezo wa kunilinda. Waisie Mungu wake enanya ya mukaria. Yani hata kama wametoa bunduki.
Yeye inatete mianki. Najua bando Mungu yuko nani. Ende na kumeawe na karetwe. Maana angekuwa na mambo ya kunjiuliza, kwa nini nitoke katika nyumba yako na ni watu waniteke? Atare na bokoria. Ni ontongo kumandele nyumba yako na mka watu watae. Maana alikuwa anajua hata kama nimeokoka. Na isikidao imba noki. Na nimetoka kuhubiri. Ndio motomeria. Nitapitia mambo. Inga kelekera mtoto. Lakini haya mambo nitakayoyapitia. Ende boranga kelekera. Haitaniangamiza. Echomba mbiria. Bando niko salama. Bende ngande inde de salama. Wale watu waliongea na yeye. Bantu barabariliye noe. Wakaona huyu mtu ni kama hayuko. Bona yakamtoa teku. Hataki kujua. Atawara kumenya. Anauliza mnataka nini? Haba ulimbibo kwenda. Si Yesu awaokoe. Yesu abonokie. Sasa wakauliza. Ende wakauri watu wito merirwana. Tukuja utubirie ama tukuteke? Tutomeriria kana tukwate otae. Yesu anawapenda. Yesu abera na bendete. Wakasema achana na huyo mtu. Habara barke wate itoti yagate ku. Praise God. Amen. Kwa hivyo pita mitihani yote kwa neema ya Bwana. Kama kashiri niombe na kioka mwadhani. Kitu chochote ikikuja pande yako. Ento mwana wake yake uwe. Waisikutishe. Ento kia kumakia. Jua siri ya kwamba ukiwa na Yesu. Eno kemenya wena Yesu. Mitihani yote utapita kwa jina la Yesu. Mesiari niombe. Wakilekerele tuna Yesu. Chochote kitakao kuja pande yako. Kila kiende keke yake uwe. Lazima Baba atakupa neema ya kupita. Baba kwa kio kuluka. Mpigie Bwana Yesu makofi. Ingine moja ni mpendea. Tuangalie 2 Petro. Petro ire. Chapter 4. Inya. Verse 12. Mustari wa 12. 2 Petro. Petro wa pili. Chapter 4 verse 12 to 14. Petro. Tusomee Zaburi 34. Wachana na hiyo. Takuangalilia lita. Zaburi 34 mstari wa 11. 19. Mpaka 19. Psalms Zaburi 34 mstari wa Zaburi 34 verse 17 to 19 inasema, walilia naye Bwana akasikia, akawaponya na taabu zao zote. Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo na waliongondeka roho waokoa. Amen. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. Sikia. Nigeria. Maandiko inasema bande kwa kawotere. Mwanadamu anaweza pitia mambo mengi. Mtu na kelekere manto mengi. Lakini changamoto chote utakazopitia. Ende mtu bwanda bora kelekera. Hakuna mwanadamu anaweza kuponya kwa hiyo hali. Ete mtombo kuoria. Lakini Mungu aishie milele. Ende Mungu otora Kenya. Anasema hayo mateso unayopitia. Ariwa mbedange kwara okelekera. Atakuponya kwa yote. Ende akuoria na hiyo yonde. Mungu atakuponya kwa yote. Mungu akuorike yonde. Haijalishi unapitia nini. Ete kumakanimbi okelekera. Haijalishi ni magonjwa yamekuwa tisho. Ete kumakanene medhane ni merimo yevereta makaneti. Lakini vile Mungu aishivyo. Ende yara mabatora moyo. Anasema atakuponya kwa yote. Ende ariwa akuorike yonde. Pokea neema ya kuponywa. Keke kuarua. Unapotoka katika nyumba hii. Otorete nyumba. Baba akuponye kwa kila mateso yote. Baba akuorie kemelange kayonde. Katika jina la Yesu Kristo. Nere tore Yesu. Hiyo ni waraka wa kwanza wa Petro. Ni
ile tulikuwa barua mbele Petro chapter 4 verse 12. Inya mstari wa 14. Hebu tuangalie. Inasema, wapenzi, msione kuwa ni ajabu ule msiba ulio kati yenu. Sikia hapa. Biblia Hii ndio kitu inafanya watu wengi wanene watu wa Mungu vibaya. yeye toma antobaria kusio ntoma maveni mantama. Yaani unaambiwa kwamba usione ni ajabu mnapopatwa na mambo yanayopata watu kama wengine. Yeye bokamaka yabomba kuona manto yeye yomba kuona ntobange. Endelea. Unaowapata kama moto ili kuanjaribu. Yaani hii kitu inakuja kama moto ili mpate kujaribiwa. Yeye ntoke yeye ahomwanki nekenda bomba kuerua. Kana kwamba ni kitu kigeni kiwapatacho. Yaani hii sio kitu ambayo hayawahi pata watu wengine. Sio kitu kigeni. Bote ntobore bwani boto bokaria kama tona mtonge. Lakini kama mnavyo yashiriki mateso ya Kristo, furahini. Lakini kama unateswa kwa sababu ya Kristo, okeloko makua kano teswa monto wa Yesu Kristo, maandiko inasema furahini. Eno maandiko yaretwera werueni. Ili na katika ufunuo wa utukufu wake mfurahi kwa shangwe. Ili katika ufunuo wa utukufu wake utakayokuja, ende keko uorewa kero kumbe wake bravo yete, ili tufurahi katika shangwe. ende towewe na nderenkemi. Haleluya. Amen. Kwa hivyo ndani yake Kristo, ende ke Kristo kuna furaha ambayo haina mwisho. enda kowerwa kora kotena movia Hata kama changamoto ziko, kinadhoroa mite na mele mereo. unajua changamoto sinaweza muangamiza mtu aliyo nje. Changamoto sio mwako vile mtorore nja, Lakini aliye ndani ya Kristo, ende oro wendele Kristo kwake ni mtihani, kiake kielio na hiyo anapita. na mwake loka. Na mtu akifita mtihani wa darasa la 8, mtu akakoloka kielekea class 8 anaenda level nyingine, na ita atuenge akienda kwa senior school ndio tunaita sasa. atake skuru ye senior Akipita akoloka si anaenda university. te university aita na takotarerua. Akienda university, Ete university akipata ile tunaita first class honor, degree ere mberera first class honor, na gitio yani anatamani kuenda hatua nyingine, na wererua weta antwange anatafuta ya pili. akaundigiri nyoyere. Kwa hivyo Mkristo, mtu oisi Mungu wakati unapopitia tu mambo, ero kolokerato manto hii ni mtihani kwako, kene kergewe ndivyo unavyoenda hatua nyingine. lewe ka antwange. Ndiposa umesikia waraka wa Petro inasema, hivyo mtoku wa barua Petro ikiwa tere mnapojaribiwa katika Kristo Yesu, nabo erashwa ken Yesu Kristo, furahini. werueni Maana baada ya kujaribiwa na ntoni meko kwerua utaenda level nyingine. waita antwange. Haleluya. Amen. Ninaongea na watu ambao wako ready kustamili kwa majaribu. Na kwa yana mtobara peta yare komeri manto yome. Unapopitia jambo, Loko lokera onto kuwa na ufunuo, ebona kuworwa useme hata kama imekuja, na baba poya ninajua nitapita hii, ikome angako lokabo, ninajua nitapita hii, ikome angako lokabo, hata kama ninaambiwa ni ugonjwa, inore nkwari morimo hii nitapita nayo. changa kelokako. Pokea neema ya kupita, Ebere kewa kyokoloka, pokea neema ya kupita, andere kewa kyokoloka. in the mighty name of Jesus. Ere yotere Yesu Chochote utakachopitia, kero akelokera Baba akusaidie baba utendie uweze kupita hiyo mitihani.
mtihani kwa jina la Yesu. Wanda kolokera sherindo na tora Yesu. Mstari wa 14 unasema, verse 14, mkilaumiwa kwa ajili ya jina la Kristo ni heri yenu. Sikia. Kwa kuwa Roho wa utukufu na wa Mungu anawakalia. Mkilaumiwa kwa sababu ya Kristo, Boka komelerwa na mtowa Kristo, heri yenu. Mekabababwe. Hallelujah. Amen. Lakini wengine wanalaumiwa kwa ajili ya Kristo, mtu anakunja uso. Bange balema mtowa Yesu Kristo, Mungu akonjalia dio. Yaani bandala ufurahi. Mawewa. Sawa yona mtu akitukana anacheka. Na mtu akiruma wala akadeka. Ako na ufunuo. Enda kuwerewa. Maana ukilaumiwa kwa ajili ya Kristo, toka roho kamene runa mtowa Yesu, heri wewe. Mekaba wewe. Maana kuna lebo nyingine unaenda. Na mtokore antoangetete. Hallelujah. Amen. Nasema kwa kuwa Roho wa utukufu na wa Mungu anawakalia. Kwa kuwa Roho wa Mungu na wa utukufu anakukalia. Nekwa kerundo mwanani na wakumio akevarero yake. Sema amen. Amen. Roho wa Mungu wa utukufu kerundo mwanani wakumio na aweze kuwa juu yako. Nezo warero yako. Hakusaidie kwa kila hali. Au tenereke ontobuone. Hakusaidie kwa kila jambo. Au tenereke ontobuone. Maana hakuna kichakazo kuapishwa kwako. Montote tekegana keke makanike uwe. Maana Roho wa Mungu wa utukufu Montoke rundo mwanani wakumio hatakusaidia. Hautevia. Hatakusaidia. Hautevia. Hatakuwezesha. Hakondelia. Na Roho wa Bwana wa utukufu kerundo mwanani wakumio na aweze kuwa juu yako sasa. Nezo warero yako. Na aweze kuwa juu yako sasa. Nezo warero yako dai. Akusaidie kwa kila hali. Na utenereke ontobuone. Akusaidie kwa kila jambo. Tenereke ontobuone. Uweze kushinda kila hali. Ondo shinda mantu yonde. Mpigie Bwana Yesu makofi. Tungerungura magani mpinde ya. Maana Roho wa Mungu wa utukufu akiwa juu yako, Nontokerungura magani wakumbi arero yako. hakuna kitu itakutisha. Utentoke akomakia. Itakuja hii Ikebi. uambie mimi nimejifunza kushinda. Webera. Uni ninditani kumbala. Na mimi ni mshindi. Na undi mumbani. Lakini Ende. kama hauna Roho anayekusaidia. Ekadho tena kerundu otaderia. Tuliweza kusoma karibuni hapa tukasikia Tonzebe kodhomo kuwa atwa tomba kumenya. ya kwamba mtu ambaye ana neno la Mungu Mtoro tena utetera mulungu. uwanga mjinga Roekea. uamini kila jambo. Etika shimanto yonde. Hata akiambiwa twende kwa mganga Roto tekemwa. anaenda. Akadhiatana. Akiambiwa hii sema udharibu, Robo kona mpundua. anafunga mira yake, anakata. Akakarila yake akaria kaitakuwa. Hata kama ni 50,000 Yaga ingirime kwa 5. atapelekea mtu ameketi. Akaendelea mtu kuringia mboara karindo dhari. Na unajua wale mtu anaenda kwao ni mtu mchafu. Naona olole tomo atole toina rokono ntopepo inandilo na mambo uchafu. Unapelekea mtu mchafu pesa. Ukaendelea mtu nyokera kudhamba mbesa. Yaani akusaidie. Na utedherie. Yaani mtu ambaye ajisaidie. Muntu wangu kinyara mino uitedhia. Unaenda akusaidie. Ita utedhia. Corona kaka Kwa sababu nonto wewe hauna neno la Mungu. Nonto tena kiwa kia mwadha. Hauna package ya kukusaidia. Utena ento kia utedheria. Lakini nyumba hii katika jina la Yesu. Nyumba neno itora Yesu. Roho wa Mungu na wa nguvu akalie juu yenu. Kirundo maneno inya akarereremo. Wakati utakapopitia mambo, leo akilokera ntato, uwe na Roho wa kukusaidia. uwe na kirundo otavia. Uwe na Roho wa kukusaidia. Uwe na kirundo otavia. Upite kila jambo. Okeloke manto yonde. Na uhesabiwe kati ya wale walioshinda kwa jina la Yesu. No tanweke mara maombere kumbana. Hallelujah. Amen. Maana wewe sio wa kushindwa. Nonto wote washindwa. Wakikuya wakuambie hii ni kama utaweza, waambie mimi nimeweza kitambo.
Ba bakwera wabera woni imbometa karaya imbombanete karaya. Hallelujah. Amen. Maana maandiko inasema wewe ni zaidi ya mshindi. Bado kwa toa toseti ya ombani. Kwa hivyo akikuja kukuambia umeshindwa, mwambie mimi nimeshinda. Wakakoya bakwera wano shindi bera woni ndiye ombani. Hallelujah. Amen. Unajua ninashangaa ni nini inatisa watu. Na koyara ni mbibio mbako makianto. Maana wanadamu walio karibu na wewe ndio wanakupoteza. Antobara pale kuela wewe ibo mbota. Wanakuja bio. Peana baireti. Wanasema wanakuhurumia. Bakona bakara yabo kuibirokeo. Unajua kuna mmoja alikuja akaniambia, "Kwa yela la huwa malamura mutana wawa. Wewe ni kijana mzuri. Wewe mwana muwea. Na kuonea huruma. Nango kuibirokeo itu. Pale umejenga ni karibu na ndui. Baro ketani ni wale kana na ndoito. Wanaweza hata kukuchoma. Bombo nyoko wedia. Kukuharibu. Bombo nyoko diria." Nikacheka. Awaredaka. Akaniambia tu niliambiwa utaamini. Ambere woni. Unajua mganga na mchawi ni mtu mbaya. Mora inamoa ambero woni kweli. Wote tekianta tango kwera. Nikamwambia ukweli, alikwambia vizuri, mimi ninaamini Mungu. Amwera wera ni bakwere tabwana ibakuone tabwa woni tete ke uo kuwa bete gasha marungu. Ulinzi wa Mungu kwangu ni 100%. Karibu mwadhani kero woni ne ana kwa na aliye kutuma mwambie mimi siwezi enda kwake. Na uo tomete woni ntombo kinanamu. Maana Mungu atakupa neema. Ende baba kwakeo. Baba akupe hiyo neema na roho wake wa nguvu. Baba kwakeo keuna keo. Hiyo neema kwa jina la Yesu. Ambere keo kuri yotoka. Hiyo neema kwa jina la Yesu. Ambere keo kuri yotoka na Yesu. Uende ukashinde kila majaribu. Ukaito shinde mariombe. Hallelujah. Amen. Maana watakuja. Mtobakea. Na wako karibu na wewe. Na meokwa wewe. Kwa hivyo wasinde kwa neno la Bwana. Bashinde la utotora mwadhani. Washinde kwa neno la Bwana. Bashinde la utotora mwadhani. Washinde kwa neno la Bwana. Bashinde la utotora mwadhani. Maana wewe umeshinda. Na mto weno ushindete. Praise God. Amen. Wakikuambia hii sio bure, bakora bote bodari, waambie kweli sio bure, niko na Mungu. Ina tondari omandira mwadhani. Na hii nitapita. Na kenga keluka. Maana kila mtihani ento kieri kiombe iliyokuja pande yako bora yetene kewe kimekupima ikaona level yako utapita hiyo. Yete ekona level ku wa keluka. Mwanafunzi wa university Murto university awezi akaletoa mtihani wa primary atomba koretra kieri kia primary. Maana hiyo ni kuenjoyiwa. Mtoka huu ne musedo asapita huko. Yona kilokete mantoina yao. Tunatangaza kwa jina la Yesu. Itakuwa tuone Yesu. Tunapomaliza tuteta kudhiria neema ya kupita kila mtihani. Mwakerike nyako kila kakiari niombe. Iwe juu yako kwa jina la Yesu Kristo. Ewe unakuria tena Yesu. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Enda ukashinde. Enda ukashinde kila majaribu. Patia mwenzazi kwa hivyo mwambie pokea hiyo nguvu kwa jina la Yesu. Hallelujah. Amen. Chochote utakachopitia kile kando akelekea hiyo ya kwamba Mungu amepima saizi yako. Baba nadhimete nyeku. Lakini Mkristo ana ufunuo. Mkristo nwatedharone mwana bamo batedharana kugurirwa. Ukiwa hauna ufunuo utaogopa mtihani. Tena kugurirwa wakera kielio. Na wakati umesoma na leo kadhama lazima mtihani ikuja ya kudhibitisha umehitimu. Na mwanka gerekeye kwa neno kulukite na ombo kulukodhari. Si lazima mtihani ikuje. To mwanka gerekeye. Kuna msirika aliambia pastor, kwa hiyo tusike wewe mtumbe mwadhani, mimi nataka uniombee wende na ndambere nisipitie majaribu. Tia kilo kera mariene.
Naye pastor alikuwa pastor anayejua maandiko. Ende pastor na alimtombe kumearu toto. Akamwambia ndugu, amwira mutano mara mtanosia, usiharakishe kuenda mapema. Ukaenda tambinguni na mpoe. Maana nikikuombea usipitie majaribu. Enka kuromba akelegera mairiene. Ninasema uondoke, uachane na hii dunia isikusumbue. Ikuwa wewe ndigere ya kutangikia. Lakini mtihani usiogope mtihani. Ende kiario wakile kiario. Maana utapita, maana ushindi uko pande yako. Wakiloka na ntombani wekewe. Kwa hivyo toka hapo ukijua. Tora hao kama yatre. Hata kama utapitia nini. Kilewe kile rambi. Wewe ni zaidi ya msidi. Wewe zaidi ya mombali. Wewe ni zaidi ya msidi. Wewe zaidi ya mombali. Na kila kitu utakachopitia. Na bila biambia kilokera. Lazima utashinda. Na mwanko akiloka. Maana ushindi uko ndani yako. Ende ntombani muendelee tu. Hallelujah. Amen. Ambia mwenzako lazima utashinda. Na mwanko ashinda. Mwambie lazima utashinda hiyo. Mwere na mwanko utawashinda bo. Mbona wewe uongei? Mwambie lazima hiyo utashinda kwa Yesu. Mwere na mwanko washinda litana Yesu. Tusimame basi tuambie tunene hiyo. Tuwe umetwari ebio. Lazima utoke hapa na ushindi kwa jina la Yesu. Na mwanko umeana omba litana Yesu. Maana chochote utakachopitia akitakuangamiza wewe. Na unataka ndio akelo gereke teko kangeo wewe. Ile imekuja size yako na utapita nayo. Pili yote size yako no akelo kanabio. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo tunapoenda kuomba, tuite kuomba. Ambia Bwana ninakushukuru. Hela mabengo tea. Maana maandiko inasema ya kwamba mtu maandiko yanatere. Heri mimi ninayopitia majaribu kwa ajili yako. Kama woni kolokera mario nontowaku. Maana kupitia hii majaribu nontokelokera sheribi. Mimi napita level nyingine. Wewe mpetete antwange. Ili haikuja iniangamishe. Leta bondiria. Haikukuja iniangamishe. Wewe teta bondiria. Bali ili nipite nifike kiwango kingine. Wewe yeta bonkindren keloke bete ganye na kange. Na unaenda level nyingine kwa jina la Yesu. Na wewe teta ganye na kange yetu na Yesu. Kwa hivyo tuweke wimbo wa kuabudu. Ekera miti ya kudada hiya ili tumabudu.